Kiongozi wa kitu gani? Wa mpira. Unaweza kwa unatuambia habari ambazo mbobevu kwenye mpira kamanda. Kiongozi wako wa kanisa. Hamna. FIFA inavyofanya, FIFA na CAF ni vyombo ambavyo havitegemei msaada wowote wa moja kwa moja kutoka kwenye serikali yoyote. Wao wanajisimamia, wanaendesha vitu vyao kwa uadilifu, transparency ni kubwa. Na kana niambia ni tofauti na taasisi kama ya TFF ambayo pamoja na kwamba ni taasisi ya mpira inajisimamia, lakini bado ni dependent. Yani kwamba inajitegemea. No. Yani ni tegemezi. Ina depend somewhere. Ina depend somewhere. Okay. Tukiwa tuna mapungufu ya pesa, tutapiga simu serikali tusapoti, tutapewa labda vitu na kadhalika. Kwa hiyo serikali pamoja na vyombo vingine kuintervene kwenye uchaguzi, kwenye maamuzi, ni lazima vitu kama hivyo viwepo, kwa sababu hiyo taasisi bado haiko independent kama ambavyo taasisi kubwa kama za FIFA ni kweli. Umezungumzia FIFA. Hata FIFA kuna wakati wanaingia kwenye jurisdiction ya serikali, na ndio maana Sepp Blatter alipandishwa mahakamani kwa sababu ya administrative issues. Ndio maana mtu kama nani anaitwa Michel Platini aliwahi kupandishwa mahakamani kwa sababu ya allegations za rushwa. Hivi ya Isaya tu ilikuwaje? Isaya tu? Sakata hajawahi kuwa na sakata ambalo limewahi kusababisha Isaya tu ya Tanzania. Hakuna mwandishi wa Tanzania ambaye jana au juzi au leo ameripoti habari critical kama hiyo zaidi ya waandishi wa nje. Hao waandishi wa nje wamepata vipi hiyo habari? Maswali hayo. Na mpaka hao watu wapate habari ya waandishi means aliyempigia simu Karia inawezekana ndo amempa huyo mwandishi habari, au aliyepigiwa simu kwa maana ya Karia ndo amempa hizo habari mwandishi, kwa sababu mwandishi haiwezekani aote kwamba Karia kapigiwa simu. Inawezekana aliyepiga simu au aliyepigiwa ndo kafanyaje? Katoa. Sasa tujiulize, simu kama imepigwa, hofu inatoka wapi kwa Karia? Kwa sababu unajua hofu inakuja pale ambapo umefanya madudu. Lakini kama hujafanya madudu, umefanya mazuri, means huwezi kuwa na hofu, kwa sababu Jeff, tusubiri nimekupa nafasi, naomba na mimi niongee. Tujiulize kwamba kama Karia hajafanya madudu, hiyo hofu inatoka wapi? Na wewe umeiona na Karia na hofu. Kwa sababu hofu inayotokea ukimsikia Juma wakati ana introduce amesema kama halipo basi linakuja, kwamba hizi simu mara nyingi sana huwa zinapigwa kipindi cha uchaguzi. Mizi ni hofu kwamba huyu mtu anaweza kafanyaje akanyolewa. Ndio maana nimesema kama Karia amefanya mazuri, hofu ni ya nini? Hofu ni ya nini? Kwa sababu amekamilika kwenye kila idara. Juma, ndo maana sasa zile Hansi akasema ukimpata Karia itapendeza zaidi, kwa sababu swala la hofu nimemtumia message lakini linakuwa yuko kwenye kikao ameniambia. Mwenye hofu mwenyewe ndo anatakiwa aseme. Yaani wewe ukasema mwingine ana hofu afu hujajua kama ana hofu. So ninachojaribu kuona ni kwamba kama kuna hofu means kuna shida sehemu. Kuna shida sehemu. Yaani zamani Juma, wakati tuko nyumbani sasa tukiwa wadogo, ukijua umefanya kosa, ukirudi nyumbani tu inawezekana ukalala saa 2. Ukilala saa 2 ukisikia mzazi anakuita, unajua kazi ninayo, kwa sababu umefanya kosa. Lakini kama hujafanya kosa, mzazi akikuita unajua ni jambo la heri. Hofu inakuja pale ambapo unajua kuna tatizo liko behind. So kama Karia ni mnyofu, kwa kipindi chake amefanya mambo yake vizuri, hakutaki kuwepo na hofu. Simu zitapigwa, lakini mwamba ataendelea kubaki kwa sababu hana shida, hajafanya matatizo yoyote. Ila mimi najaribu kuwaza zaidi, na kupitia vyanzo vyangu mimi kuna baadhi ya vitu maybe unaweza ukawa umevisikia, umevipata na nini. Katiba ya TFF ilifanywa marekebisho mwaka 2019. Unakumbuka? Vizuri kabisa. 2019.
Na moja kati ya mabadiliko ambayo yalifanyika ni pamoja na uongozi, vipindi vya uongozi kubadilika. Nakumbuka hiyo. Nilikuwepo. Kwa sababu sera ya nchi inaruhusu kuongoza vipindi vitatu visivyovuka miaka, vipindi vitatu visivyovuka kwenye nchi miaka 9, si ndio? Hans. Si miaka 9 au? Hiyo ni tuweke sawa mzee wangu. Vipindi vya nchi kwenye uongozi wa nchi ama uongozi wa nini? Wa kimpira. Na umesema sera ya nchi. Yani niseme sera ya michezo ya nchi. Sidhani kama kuna sera ya michezo. Hebu labda irudie tena tuelewe vizuri. Usichanganye Hans. Okay, kwa maana ya kanuni labda BMT, Baraza la Michezo la Taifa. Nadhani utakuwa umenielewa. Sio ya uchaguzi wa kina Mama Samia, hapana. Kwa upande wa michezo. Vipindi vitatu ambavyo havipungui miaka mingapi? Kamanda, mbona kama miaka 9. Ilikuwa ni miaka 2. Mngenisikiliza kwanza. Ilikuwa ni 2. Bila kusikiliza na kamanda ni kama anajaribu kuelewa ile. Mngenisikiliza. Na unakumbuka marekebisho yaliyofanyika ni yapi? Ndio utuambie sasa ili tuweke sawa. Kumbushe. Ina maana tumetoka miaka 9 mpaka 12. Vipindi vingapi? Vipindi vitatu. Ya miaka mingapi? Uliongezwa mwaka, si ndio? Unaelewa Juma? Mwanzoni tulikuwa na vipindi viwili, tulikuwa na vipindi viwili vya miaka 4. Ndio. Ushaelewa? Yaani kwamba tunasema ni miongo nani, tuseme mtu akiingia madarakani. Unaona kama sisi unaona huu mfumo wa nchi. Nchi inaruhusu viongozi miaka 5 mara 2 tu. Awamu mbili. Tulikuwa na awamu 2 ya miaka 4. Marekebisho niwasomee kumbukumbu hapa. Na isoma kwenye gazeti la Mwanaspoti. Mwaka gani? Hii ilikuwa ni Jumapili Disemba 22 mwaka 2019. Yes. Na imekuwa updated on May 7, 2021. Ambao ndio kwenye uongozi uliomuingiza sasa kwenye nani ndio. Kwa mara yake ya kwanza au? Ndio. Headline inasema mabadiliko ya katiba TFF yapita kilaini. Mkutano mkuu wa shirikisho la soka nchini TFF ulifanyika jana Jumamosi, huku mabadiliko ya katiba ndiyo yakipewa kipaumbele zaidi. Mkutano huo ulioanza saa 3 asubuhi na kumalizika saa 7 mchana kwenye ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT jijini Dar es Salaam ulihudhuriwa na wanachama wa shirikisho hilo kutoka vilabu, vyama vya soka vya mikoa na vinginevyo. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na naibu waziri. Kamanda, ungetusomea lile eneo la miaka, changes ile ya miaka kama unayo kwenye hiyo katiba yako ili tunasema taarifa. Unahisi nachelewa au? Of course kamanda, mwache asome ili tupate nani. Nasoma with clarity. Manake Hans katoka kutuambia hapa habari za sera. Kwa hiyo ni document kama hizi ndo zitatupa. Sawa tuende.